Je, waliokuwa wamejazana mbele ya ubalozi wa Vatican ni Wakatoliki wa kweli au ni mamluki wa kisiasa waliovaa joho la dini? Tumechukua hatua rasmi kikanuni kuwasilisha protestation nzito kwa Baba Mtakatifu wa 16 kupitia ubalozi wa Vatican. Hilo ndilo swali kubwa linalotikisa sio tu kanisa Katoliki bali msingi mzima wa mshikamano wa kitaifa wa Tanzania. Zaidi ya watu 100 walidai kuwa ni Wakatoliki. Walitinga ubalozi wa Vatican wakimtaka Padri Charles Kitima awajibishwe. Lakini kilichofuata baada ya tukio hilo ndicho kilichozua taharuki kubwa zaidi. Katika video nyingine inayosambaa kwa kasi mitandaoni, mmoja wa viongozi wa kundi hilo, Lucy Anthony Mikaeli, anajitambulisha waziwazi kama katibu wa vijana wa CCM tawi la Dovya, kata ya Makangarawe, wilaya ya Temeke. CCM oye! Mama Samia safi! Naitwa Lucy Anthony Mikaeli, katibu wa UVCCM tawi la Dovya, kata Makangarawe, wilaya ya Temeke. Hapo ndipo swali linapogeuka kuwa gumu zaidi. Je, hili lilikuwa zoezi la kidini au mradi wa kisiasa uliopangwa ndani ya chama tawala? Baada ya maandamano hayo, wanahabari walijaribu kuthibitisha jambo moja rahisi sana. Je, hawa waliokuwa wakidai kuwa ni Wakatoliki ni Wakatoliki wa kweli? Nyie mmesema ni Wakatoliki. Nikotaka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Lakini pia ili uwe Mkatoliki, ngoja malize. Ili uwe Mkatoliki, ukishabatizwa lazima uwe na kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyeshe vile namba zile, hata kitambulisho cha mfano, ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ndio waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba umeuliza Ukatoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa na safari ya kusafiri, si ndio? Sisi tumekuja kama Katoliki, swala la niko kigango gani na swali jumuiya gani, kanisa gani, nilishajibu hilo swali. Hata walikuwa kwenye press ya kwanza waliona, na tayari ujumbe ushafika kwenye parokia yangu, kwa wanajua na hichi ninachokifanya, wanajua kwamba kuna muumini huyu ana hoja zake hizi, anatakiwa kujibiwa. Maswali yaliulizwa: unasali kigango kipi? Parokia yako ni ipi? Wewe ni jumuiya gani? Je, una namba ya ubatizo? Kwa yeyote anayejua misingi ya kanisa Katoliki anajua kwamba ubatizo ndio mlango wa kwanza wa Ukristo wa Kikatoliki, na kila Mkristo Mkatoliki anakuwa na rekodi na namba ya ubatizo. Lakini kundi hili lilishindwa kabisa kujibu maswali haya ya msingi. Hakuna parokia, hakuna jumuiya na hakuna uthibitisho wa ubatizo. Badala yake kilichojitokeza ni utambulisho wa kisiasa. CCM oye! Mama Samia safi! Video ya Lucy Anthony Mikaeli imekuwa ushahidi muhimu sana katika mjadala huu. Hakujitambulisha kama kiongozi wa jumuiya ya kanisa. Hakujitambulisha kama mlezi wa parokia. Alijitambulisha kama kiongozi wa vijana wa CCM. Hili linazua maswali mazito. Kwa nini kiongozi wa vijana wa CCM aongoze harakati dhidi ya padri? Je, UVCCM imepewa jukumu la kushughulikia masuala ya kanisa, au kanisa sasa limegeuzwa uwanja wa mapambano ya kisiasa? Kwa Watanzania wengi hapa ndipo imani inaanza kupotea. Padri Charles Kitima si jina geni katika mjadala wa haki. Ameonekana wazi kupinga tume ya maridhiano iliyoundwa baada ya machafuko ya uchaguzi. Amesimama na waathirika, amesimama na hoja ya haki, uwajibikaji na ukweli. Na hapa ndipo wengi wanaona kiini cha tatizo. Je, kosa lake ni kuwa padri au kosa lake ni kusema ukweli mbele ya mamlaka? Kwa sababu historia ya Tanzania inaonyesha wazi,
Kila taasisi au mtu anayesimama na kudai haki hufanyiwa mashinikizo. Wakili na mtetezi wa haki za binadamu Boniface Mwabukusi aliandika maneno haya mazito, nikimnukuu: hatutaendelea kukaa kimya dhidi ya uovu. Kwa mujibu wake, huu si uchokozi dhidi ya TEC wala mapadri. Ni shambulio la wazi dhidi ya kanisa na wapenda haki. Anasema wazi, kuruhusu TEC na mapadri kubagazwa ni kuruhusu utekaji na udhalimu kutamalaki. Kama TEC ilisimama na Watanganyika, basi Watanganyika wana haki ya kusimama na TEC. Haya si maneno mepesi, ni maneno ya tahadhari ya kitaifa. Godbless Lema naye hakusita. Anasema kinachoendelea dhidi ya kanisa Katoliki si mzaha wa burudani. Anauliza swali la kulinganisha. Hebu fikiria vijana wa Kikristo wajifanye Waislamu, wakaandamane hadi BAKWATA. Je, hali hii ingekuwaje? Jibu lake ni wazi. Mambo yangechukua mwelekeo mwingine kabisa. Lakini leo watu wanaandamana hadi ubalozi wa Vatican. Hakuna kizuizi. Anauliza, huu ni ukimya gani huu? Lema anaonya, ndani ya polisi, usalama wa taifa na jeshi kuna Wakristo wengi, wakiwemo Wakatoliki. Kuendelea kudharau imani yao hadharani ni kuchezea hisia za watu waliobeba silaha za taifa. Hili si jambo dogo. Hii ni hatari kubwa kwa mshikamano wa taifa. Anasema wazi, mnaandaa mazingira ya mgongano wa jamii na kidini. Hili si shambulio dhidi ya CCM kama chama. Ni swali kuhusu mipaka ya kisiasa na heshima ya dini. Je, kweli Wakatoliki walikuwa wameandamana au ilikuwa ni project ya kisiasa yenye season 27? Sasa ikiwa imefika ya 5, serikali ina jukumu moja kuu: kulinda amani kwa kutenda haki, si kwa kukaa kimya. Onyo limetolewa, si la vitisho, ni la busara. Swali linabaki pale pale. Je, wale waliovamia ofisi za Vatican walikuwa Wakatoliki wa kweli au mamluki wa CCM waliovaa mavazi ya imani? Mpenzi mtazamaji, siku kuna maoni gani kuhusiana na sakata hili zito ambalo lilitokea siku hiyo jana, ambapo watu wa kundi zaidi ya 100 walivamia ama walienda katika ofisi za Vatican na kudai kuwajibishwa kwa Padri Charles Kitima ambaye anaonekana mara kwa mara kuimba wimbo mmoja wa haki, na hivi majuzi alipinga hadharani hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya maridhiano, ambapo anasema hatuwezi kuwa na maridhiano bila uwajibikaji. Hivyo kundi hili ambalo lilikuwa linadai kuwa ni la Wakatoliki liweza kufika katika ofisi za Vatican likidai kwamba Padri Charles Kitima wamemkataa na hawamtaki. Lakini cha kushangaza, moja ya viongozi wa kundi hilo kwa jina Lucy Anton Mikaeli, kuna video ambayo inasambaa mitandaoni kwa sasa, ambapo ni video ya nyuma ambapo inamuonyesha akijitambulisha kama katibu mkuu wa UVCCM ama katibu wa vijana wa CCM katika eneo la wilaya ya Temeke. Na wengi wanasema huu ulikuwa ni mpango tu wa serikali ya CCM ama mamluki wa kisiasa ambao waliupanga kuweza kufanya shambulio dhidi ya dini ya Katoliki. Na ndio unaona hapa mwanasiasa mkongwe na kada wa chama cha Chadema Godbless Lema amekuja kutoa maoni yake kwa uzito, lakini pia mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu Boniface Mwabukusi, jamaa wa TLS, huyo amekuja pia kuandika makala nzito kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akisema kwamba huu si mwelekeo mzuri ambao taifa unalichukua, ambapo inaonekana ni watu ambao walikodiwa na kufika eneo lile la ofisi za Vatican na kudai kwamba hawamtaki Padre Charles Kitima, wakati wengi wanahoji kwamba Padre Charles Kitima anafanya kazi yake kama askofu. Kuisemea haki si kosa katika dini zote, either ya Kiislamu ama ya Kikristo, kulingana na Watanzania wengi wanavyodai. Lakini kwako sio una maoni gani kuhusiana na kundi hili linalodai kwamba hawa ni Wakatoliki ambao hawamtaki Padre Charles Kitima? Je, unahisi kweli hawa ni Wakatoliki wa kweli au ni mamluki wa CCM? Lucy Anthony Mikaeli, na swali kubwa linalotikisa taifa kwa sasa: je, hawa ni Wakatoliki wa kweli au ni mamluki wa kisiasa waliotumwa na chama tawala?
kwenda ofisi zile za Vatican. Je, hii ina maana gani kwa taifa la Tanzania? Je, watu wameanza kuingiza udini katika siasa ama inakuwaje? Unaweza kutuachia maoni yako.